Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Taarifa kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kukujuza mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu siku ya leo ni kuhusiana na ile ratiba kamili ya michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika sambamba na kombe la shirikisho ambayo imeweza kutangazwa na shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF almaarufu kwa upande mwingine shirikisho ambalo linapendwa zaidi na Waafrika, ambapo tunakwenda kutazama michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025 2026 mara baada ya kumalizika basi michuano ambayo inakwenda kuanza 2026-2027. Je, michuano itakwenda kuanza vipi? Kwa sababu kwa upande wa nchi ya Tanzania kunako ligi ya mabingwa barani Afrika tunatarajiwa kuwakilishwa na klabu ya soka ya Simba Sports Club na Yanga Sports Club, huku katika michuano ya kombe la shirikisho tunatarajiwa kuwakilishwa na klabu ya soka ya Azam Football Club sambamba na klabu ya soka ya Singida Black Stars. Sasa kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF tayari wametoa kalenda kuhusiana na ratiba kamili ya michuano hii, jinsi ambavyo itakwenda kuanza katika ile first preliminary round, second preliminary round, hatua ya makundi, kisha knockout stage mpaka hatua ya fainali. Kwa hiyo tunaona tutakwenda kukujuza kwa sababu watu wengi walikuwa wakitamani kufahamu, je, michuano hii mikubwa ina ladha adimu ya CAF itakwenda kuanza lini? Sasa pasipo kupoteza muda, ngoja tukaangalie michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa sambamba na kombe la shirikisho barani Afrika inatarajia kuanza lini. Sasa kwa mujibu wa kalenda ambayo imeweza kutolewa na CAF ni kwamba michuano mikubwa ya kombe la shirikisho ambapo tutakwenda kuwakilishwa na Singida Black Stars na Azam, michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa ambapo tutakwenda kuwakilishwa na Simba na Yanga Sports Club inatarajia kuanza katika first preliminary round, ambapo round hii inatarajia kuanza tarehe 4 mpaka tarehe 6 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Na mara baada ya mechi hizo raundi ya kwanza kuchezwa, mechi za marudiano yani first preliminary round, second league zitachezwa kuanzia tarehe 11 mpaka 13 ya mwezi Septemba. Timu ambazo zitaqualify kwenda kombe la shirikisho hatua inayofuatia ya second preliminary round kwa upande wa vilabu vyetu vya Tanzania basi vinatarajia kucheza mechi za second preliminary round, ambapo hizi zitachezwa kuanzia tarehe 16 mpaka 18 mwezi Oktoba, ambapo itakuwa ni ligi ya kwanza, na mara baada ya hapo mechi za marejano zitachezwa tarehe 23 mpaka 25 mwezi Oktoba, na vilabu ambavyo vitaqualify kwenda hatua ya makundi basi moja kwa moja draw itakwenda kuchezeshwa, kila timu itafahamu imewekwa kundi gani. Sasa hatua ya makundi imekaje? Fahamu mechi za kwanza hatua ya makundi zinatarajiwa kuchezwa tarehe 27 mpaka tarehe 29. Mechi za pili hatua ya makundi zitachezwa tarehe 4 mpaka tarehe 6 mwezi huo, ambapo tutashuhudia utakuwa ni mwezi Disemba, huku mechi za mzunguko wa tatu zitachezwa tarehe 18 mpaka tarehe 20 mwezi Disemba, na mechi za marejano za mzunguko wa 4 zitaanza tarehe 8 mpaka tarehe 10 mwezi Januari mwaka 2027, huku mechi za mzunguko wa 5 zitachezwa tarehe 15 mpaka 17 mwezi Januari, na mechi za mwisho za hatua ya makundi zitachezwa tarehe 22 mpaka 24 mwezi Januari mwaka 2027, na vilabu ambavyo moja kwa moja vitaqualify kwenda hatua za mtoano knockout stage itakuwa ni kama ifuatavyo. Robo finali ya kwanza inatarajiwa kuchezwa tarehe 26 mpaka 28 mwezi Februari mwaka 2027, huku kwa upande mwingine tunashuhudia robo finali ya pili inatarajiwa kuchezwa tarehe 5 mpaka tarehe 7 mwezi March mwaka 2027, na hatua ya nusu finali kwa vilabu vinne ambavyo vitakwenda hatua ya nusu finali. Basi hatua ya nusu finali ya kwanza inatarajiwa kuchezwa tarehe 9 mpaka tarehe 11 mwezi wa 4 2027, huku nusu finali ya pili inatarajiwa kuchezwa tarehe 16 mpaka 18 mwaka 2027, na finals kwa zile timu ambazo zitakwenda kuqualify kwenda finali, basi finali itachezwa kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 31 mwezi Mei mwaka 2027, na ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho itakuwa imetamatika. Hii ni kutokana
na ratiba ya michuano mikubwa ya CAF ambayo inatarajia kuanza. Kwa hiyo tunaona ligi ya kombe la shirikisho na kombe la klabu bingwa inatarajiwa kumalizika tarehe 31 ya mwezi wa 5 mwaka 2027. Tuambie kwenye comment section mara baada ya kufahamu ratiba kamili. Je, vilabu vyetu vinavyoshiriki kombe la shirikisho, Azam na Singida Black Stars sambamba na ligi ya mabingwa, Yanga na Simba Sports Club, je, ni klabu gani ambayo unaiona itakwenda kupeperusha bendera katika msimu mpya wa ligi ya mabingwa? Tuomoni kwenye